Qur'ani imeletwa ili iwe ni uongofu kwetu. Hiki ni kitabu cha kutuongoza sisi, kututoa katika dhalala na kutupeleka katika huda, kututoa katika upotofu na kupeleka katika mafanikio. Qur'ani haikushushwa ili ipambe nyumba au iwekwe katika rufufi zile za masajidi na majumbani au madaris. Imeletwa ili ifanywe kazi, na kufanywa kazi, isomwe na isomeshwe. Misahafu imeletwa na ndugu zenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema wanakuombeni sana, muwaombee Mungu wale ambao waliosababisha misahafu hii ifike kwenu. Muwaombee Mungu, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika kila jambo katika maisha yao. Ndugu zanguni, sisi kila mmoja kati yetu kuna umuhimu wa kujiuliza, yeye ni ahlul Qur'ani? Amegusa neno hilo. Je, sisi ni ahlul Qur'ani? Ili uwe ahlul Qur'ani, ushikamano na Qur'ani na usome Qur'ani. Ndugu zanguni, tumepokea misahafu hii katika wakati ambapo mwezi wa Qur'ani unakaribia mbele yetu, na sio siri, sisi ni wavivu katika usomaji wa Qur'ani, tena wavivu sana. Hebu tujiulize kati yetu sisi, toka Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii umehitimisha Qur'ani mara ngapi? Bali al-insanu ala nafsihi, kila mmoja anajua, kila mmoja anajua umehitimisha Qur'ani mara ngapi toka Ramadhani mpaka Ramadhani. Kwa hiyo hii misahafu imekuja, tena imekuja katika wakati huu. Tutengeneze utaratibu wa kuisoma Qur'ani, ndugu zanguni, tutengeneze utaratibu wa kuisoma Qur'ani, kuisoma. Tusiache Qur'ani kwamba ni kwa ajili ya watoto tu kuwasomesha. Qur'ani hii ni uongofu kwetu sisi, na kila tutakavyoisoma vizuri ndivyo ambavyo itakavyokaa vizuri na matunda yake yanakuwa makubwa katika jamii yetu inayotuzunguka. Kwa hiyo hii ni amana, ndugu zanguni. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuipokee amana hii na tuitekelezee haki zake. Na sisitiza tena, ndugu zanguni, hapa tuna aimatul masajid wengi hapa. Hebu tuweke utaratibu maimamu katika misikiti yetu kusimamia usomaji wa Qur'ani. Unaingia saa nyingine msikitini, labda unakwenda pale Mtoro, baada ya dhuhuri unawakuta watu wamefanya nini? Mwezi wa Ramadhani wamefanya nini? Wamelala. Tena saa nyingine udenda unatoka msikitini. Lakini wakati ule angekaa vizuri, akawa anaisoma Qur'ani kila siku mpaka Ramadhani inakwisha, anamaliza Qur'ani yake moja, wallahi ni mafanikio juu ya mafanikio, ni mafanikio makubwa. Na tuna deni kubwa. Mimi na wenzangu tumekusudia katika Ramadhani hii tupige makelele sana kuhusu usomaji wa Qur'ani, na nakupeni amana nyinyi maimamu wenzangu hapa wa misikiti huko kuliko Qur'ani hii huishwe katika misikiti yetu, kwa sababu misikiti ndio inayohuisha majumba. Kama Qur'ani haisomwi pale, wewe una msikitini usome, nyumbani kutasomwa kweli? Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, tuhuishe Qur'ani. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, tunaambiwa ukifika katika mwezi huu wa Ramadhani, salaf, kuna waliokuwa wanawachuoni katika fiqhi, kuna waliokuwa wanawachuoni katika tarehe, kuna waliokuwa wanawachuoni katika tafsiri, katika ilmu tofauti. Lakini ikifika mwezi huu wa Ramadhani, wale wote ilmu zao zote wanaziweka pembeni, wote wanaingia katika usomaji wa Qur'ani. Ni khitma baada khitma, ni khitma baada khitma. Tusome Qur'ani na tusisome kwa kuidokoa, tuisome vizuri, kwa sababu tutakaojenga sisi na watoto wetu nao watajengeka hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, wanasema wanatoa hii misahafu, la hawataki kwenu nyinyi jazaan wala shukura, wanatoa lillahi Subhanahu wa Ta'ala, na nyinyi muipokee kilillahi, muifanyie kazi kilillahi, tuweze kufanikiwa. Hii Qur'ani amesema shekhe hapa ndio rafiki yetu hapa duniani. Qur'ani hii ndio rafiki yetu kesho akhira. Wewe ukitaka kumzuru Mwenyezi Mungu, ingia msikitini, lakini ukitaka kuzungumza na Mwenyezi Mungu, soma kitabu chake. Kwa hiyo ndugu zanguni, kuna fadhila kubwa sana katika usomaji wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, na nyenzo ndio hizi tunazopewa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kila la kheri, ajalie mwezi huu wa Ramadhani kila mmoja aliyekuwa hapa atie nia ya kumaliza Qur'ani. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amuwafikishe kumaliza Qur'ani.